Katika jiji la Dar es Salaam, jiji lenye mchanganyiko wa mwangaza na vivuli, kulianza kuonekana nuru kupitia vijana wawili waliokuwa wamebeba mwito mkubwa wa mbinguni, Michael na Daniel. Walikuwa tofauti, walikuwa wamechaguliwa, na kazi yao ilikuwa moja: kufanya uinjilisti wa mikutano mikubwa, kuhubiri toba, kuombea wagonjwa na kuamsha kizazi kilicholala usingizi mzito wa kiroho. Kwa miezi kadhaa, Michael na Daniel walifanya kazi ya ajabu. Waliandaa mikutano ya hadhara viwanjani, walifundisha kwa moto wa Roho, walifunua hila za wachawi na walivunja laana katika familia nyingi. Habari zao zilienea kama moto nyikani. Vijana walianza kugeuka kwa Mungu, makanisa yaliyolala yalianza kuamka, na hata watu waliokuwa wamekata tamaa waliamka na kutafuta nuru. Lakini kila mwanga unapong'aa, kivuli huzidi kuwa na wivu. Wachawi wa jiji hilo, waliokuwa wamezoea kuabudiwa na kuheshimiwa kama miungu wadogo, waliingiwa na hofu. Walianza kuhisi nguvu yao ikipungua. Kazi yao ya giza ilianza kusambaratika mbele ya nguvu ya maombi na utakatifu wa Michael na Daniel. Usiku mmoja, katika msitu wa siri ulioitwa msitu wa milio, walikusanyika kwa dharura. Kulikuwa na baridi ya ajabu, anga limejaa mawingu meusi, na hewa ilikuwa nzito kwa nguvu za kichawi. Mchawi mkuu aliyekuwa na miaka 300 ya utumishi wa giza alisimama katikati ya duara la wachawi wenzake. Wapendwa wa giza, tumepata tatizo kubwa. Nuru ya wale wawili, Michael na Daniel, inaharibu kazi yetu. Miaka ya ujazo wa damu na sadaka inayeyuka mbele ya maombi hao. Hatutavumilia tena. Mmoja akainuka, akavua kilemba chake cha kiza, macho yake yaking'aa kijani. Tumewajaribu kwa vitisho, tumewafuata katika ndoto, tumetuma ndoto za hofu, tumetumia minong'ono ya roho za wazimu, lakini hawatikisiki. Hawa si wa kawaida. Mwingine akaongezea, wamezungukwa na moto, wamejificha ndani ya uwepo wa Mungu. Njia pekee ya kuondoa hapo ni kuwafanya waondoke wao wenyewe. Tusiwashambulie kutoka nje, tuwavute kutoka ndani. Mchawi mkuu akatabasamu kwa ujanja. Naam, nimeelewa. Tutawashambulia kwa dhambi. Hakuna silaha inayomtoa mtu katika uwepo wa Mungu haraka kama dhambi ya zinaa. Tutawatoa ndani ya uwepo wa Mungu, halafu tutawamaliza kwa urahisi. Hapo ndipo walipoandaa mashitaka yao. Waliandika kwa damu, walitia muhuri wa giza, na wakaituma moja kwa moja katika viwango vya chini kabisa vya kifalme, mahali ambapo shetani mwenyewe huketi katika enzi ya giza. Giza lilitikisika, milango ya kuzimu ilifunguka kwa kishindo, na sauti nzito ikavuma, nani anasumbua utawala wangu? Mashitaka yaliletwa mbele ya shetani, ambaye aliyasoma na kutabasamu. Michael na Daniel, nuru yao inawasha midomoni mwa wachawi. Hili ni jambo kubwa, lakini si geni. Tumewahi kuwaangusha wakubwa kuliko wao. Kisha akaamuru kuitwa kwa majini wa mapenzi, maajenti wa giza waliobobea katika ushawishi wa zinaa. Walikuja kwa makundi, wakivaa maumbo ya wasichana warembo kupita kiasi, wengine wakijibadilisha kuwa wanawake waliokomaa wenye mvuto wa kipekee. Mtapewa sura mpya, sauti mpya, uzuri wa kupofusha na roho ya tamaa. Endeni duniani, pelekeni upendo wa bandia, hakikisheni wanaanguka. Wakishatoka katika uwepo wa Mungu, kazi yetu itakuwa rahisi. Majini hao walishuka duniani kwa kasi kama ya umeme, wakajichanganya na watu. Wengine wakaanza kazi kama wahudumu wa migahawa, wengine kama wanamuziki wa mtaani, na wengine kama wanafunzi wa vyuo vikuu. Walijua ni wapi Michael na Daniel walikuwepo, na walikuwa tayari. Lakini mbinguni, Mungu alikuwa anaona yote. Malaika walipelekwa kwa Michael na Daniel, wakiwaonya katika ndoto na ishara, lakini jambo kubwa likawa msai wa je, wataweza kutambua mtego huu wa kisasa au watateleza? Michael alianza kuhisi mabadiliko. Usiku mmoja aliota akiwa anatembea kwenye bustani nzuri. Akakutana na msichana mrembo ambaye macho yake yalikuwa na giza ndani yake. Msichana huyo alimshika mkono na kumvuta kwa nguvu kuelekea ziwani. Lakini aliposimama na kutamka jina la Yesu, msichana huyo alipotea kama moshi. Alipoamka, alijua vita haikuwa tu dhidi ya wachawi, ilikuwa vita ya roho dhidi ya mwili. Na wakati huo huo, Daniel alianza kupokea ujumbe kutoka kwa msichana mmoja aliyekutana naye mtaani, ambaye alionekana mzuri kupita kawaida. Alimvutia, alimfurahisha, lakini pia alimvuta mbali na maombi. Siku ya Jumamosi ilifika, na Michael pamoja na Daniel walikuwa wamealikwa kwenye mkutano wa vijana katika ukumbi wa Leaders Club, eneo la Kinondoni. Umati wa watu ulikuwa mkubwa kuliko kawaida. Roho wa Mungu alikuwa akifanya kazi kwa nguvu. Watu walikuwa wakilia, wakitubu na wakitoa maisha yao kwa Kristo. Michael alipanda jukwaani na kutangaza kwa sauti, kuna kizazi kipya kinainuka,
kizazi ambacho hakitakubaliana na giza, kizazi kitakachosimama hata katika majaribu makubwa. Mungu anawaita nyinyi leo. Watu walishangilia, lakini machoni pa rohoni hali haikuwa hivyo. Majini waliokuwa wamevaa miili ya wasichana walikuwa wametapakaa ukumbini. Wengine walikuwa wamepata nafasi za huduma, kusaidia vipaza sauti, kuwakaribisha wageni au hata kupiga picha. Kila mmoja alikuwa na lengo moja, kufikia moyo wa Daniel au Michael. Na jioni ile Daniel alionekana akicheka kwa karibu mno na msichana mmoja mrembo aliyekuwa kwenye kikundi cha wahudumu wa media. Michael alipoona hilo, roho yake ilikasirika. Alimsogelea kwa upole akamwambia, Daniel, huu si wakati wa kucheka ovyo na watu tusiofahamu mizizi yao. Kuna vita inayoendelea, jiangalie. Lakini Daniel alitabasamu tu akasema kwa sauti ya mzaha, bro, relax kidogo. Si kila msichana ni jini. Huyu ni dada mcha Mungu tu. Michael alinyamaza, lakini moyoni alikuwa anaona wingu likimzingira rafiki yake. Siku zikaanza kusogea. Daniel alianza kuchelewa kwenye maombi. Alianza kutoa visingizio. Akawa mwepesi wa hasira, mzito katika roho. Usiku mmoja, Michael aliliamshwa na sauti ya ajabu. Alitoka nje ya nyumba aliyokuwa anakaa, akaenda kwenye bustani ndogo. Akiwa hapo, aliona maono ya Daniel, akiwa amefungwa kwa minyororo ya dhahabu, minyororo iliyokuwa inapendeza lakini yenye sumu. Aliposimama kuomba, sauti ya kiroho ikamjia. Daniel anaanguka, ushikilie kwa maombi. Wito wake uko hatarini. Usilale, usinyamaze. Na kweli, wakati huo huo, Daniel alikuwa chumbani kwa yule msichana. Waliokuwa nje waliona tu ni ugeni wa kawaida, lakini rohoni mapambano makali yalikuwa yakiendelea. Msichana huyo alianza kuongea maneno ya mapenzi, lakini pia alianza kutamka maneno yasiyo ya kawaida, maneno ya mivuto ya giza. Daniel alihisi akili yake ikizunguka, mapigo ya moyo wake yakawa tofauti. Aliinuka kutaka kuondoka, lakini miguu yake ikawa mizito. Ndipo msichana huyo akamtazama kwa macho ya kijani yaliyong'aa kama taa za barabarani. Usiogope Daniel, akasema kwa sauti ya kuvutia, niko hapa kwa ajili yako. Lakini ndani yake, roho yake ikaita kwa sauti ya ajabu. Saa zilipita kama upepo. Ndani ya chumba hicho kilichojawa na harufu ya manukato mazito na taa za kupunguza uangalifu, Daniel alikuwa akipambana na mivuto mikali kuliko yote aliyowahi kukutana nayo. Mwili wake ulitaka kujisalimisha. Akili yake ilikuwa katika vita. Lakini moyoni kulikuwa na sauti ndogo iliyozidi kusikika, ikimwambia, usijiachie. Kumbuka nani uliye. Kumbuka nani aliyekuita. Msichana huyo alimsogelea, akamshika mkono kwa upole wa ajabu. Lakini mikono yake, ingawa laini kwa nje, ilikuwa baridi na nzito kama chuma kilichozamishwa kwenye giza. Daniel alihisi kama anazama kwenye tope. Lakini ghafla, macho yake yakagongana na kioo ukutani, na kwa mshangao mkubwa, hakuona sura ya yule msichana. Aliona kivuli cha jini, macho mekundu na midomo ya sumu. Kwa mshtuko, aliruka kutoka kwenye kochi. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, na amuru uanguke, alipiga kelele kwa nguvu ambayo hata yeye hakuwa ameitegemea. Msichana huyo akatetemeka, sauti yake ikabadilika, ikawa nzito. Umeshindwa kwa sasa, lakini tutarudi. Tutarudi, Daniel. Ndani ya sekunde, msichana huyo alipotea, moshi mweusi ukilipuka hewani na kioo kikapasuka vipande vipande. Daniel alijikuta peke yake, jasho likimtoka, magoti yakiishiwa nguvu. Wakati huo huo, Michael alikuwa kwenye maombi makali. Alikuwa amefunga, akilia kwa Mungu kwa ajili ya rafiki yake. Na ndani ya roho, alihisi kamba zikikatika, minyororo ikivunjika, na mwanga ukirudi mahali pa giza. Asubuhi ilipofika, Daniel alikuja kwa Michael akiwa kimya. Alikaa chini, macho yakiwa yamejaa maji. Akasema kwa sauti ndogo, nilikuwa karibu kuanguka. Niliona kifo changu. Michael, naomba unisaidie. Siwezi pambana mwenyewe. Michael alitabasamu kwa upole. Mungu alikuokoa usiku wa jana. Aliniamsha kwa ajili yako. Hii ni vita ya kiroho, rafiki yangu. Hatupasi kupambana kama watu wa kawaida. Kuanzia sasa, tutakuwa pamoja siku zote. Hatutakuwa wanyonge tena. Tangu siku hiyo, walibadilisha mbinu. Waliongeza maombi ya usiku. Walijifungia kwenye maombi kwa siku 7 mfululizo. Na Roho Mtakatifu alianza kuwaongoza kwa nguvu mpya. Mikutano yao ikazidi kuwa mikubwa. Watu waliokuwa kwenye ibada za kishetani wakaanza kutubu hadharani. Na wachawi wengine walikiri kuwa nuru inayotoka kwa Michael na Daniel haivumiliki tena. Lakini katika ulimwengu wa roho, wachawi waliokuwa wameshindwa walijikusanya tena, wakisema, wamepata ushindi wa kwanza.
Sasa ni wakati wa kutuma roho kubwa zaidi, wale wenye asili ya kale waliowahi kuangusha manabii wako. Miezi miwili baada ya tukio la Leaders Club, mikutano ya Michael na Daniel ilikuwa imesambaa sehemu mbalimbali za Dar es Salaam. Mikutano ya Kibamba, Kigamboni hadi Mbagala ilijaza watu. Maelfu waliokoka, mapepo yalifukuzwa, na wachungaji wengi walianza kuwaalika vijana hao wawili kama watumishi wa kisasa waliobeba moto wa Mungu. Lakini katika ulimwengu wa roho, milango mipya ya mashambulizi ilikuwa imefunguliwa. Ushindi wa Daniel wa mara ya kwanza uliwafanya wachawi na majini wa giza kushtuka, lakini haukuwakatisha tamaa. Walijua udhaifu wake, walijua mahali pa kupenya. Anapenda kupendwa, alisema mmoja wa majini wakuu akiwa kwenye kikao cha siri. Ana kiu ya mapenzi, ni udhaifu tulioupima. Tutamvutia kwa utulivu, kwa uzuri wa upole na kwa hila ya utii. Majini wawili wapya wakatayarishwa. Walikuwa tofauti, hawakuja kama wale wa awali waliokuwa na mashambulizi ya haraka. Hawa walibebwa na roho za mwanamke mtakatifu. Walivaa mavazi ya heshima, walizungumza kwa maneno ya hikma, na walihudumu katika ibada kama waimbaji. Mmoja aliitwa Nadia, msichana mweusi mwenye macho ya kung'aa kama vilindi vya bahari. Sauti yake ilikuwa ya upole na alijua kuomba sala fupi za kuvutia. Alikuwa anaonekana kwenye moja ya kwaya ya mikutano ya uinjilisti. Wakati Daniel alipomuona kwa mara ya kwanza, moyo wake ulipiga kwa nguvu ya ajabu. Nimewahi kumuona huyu msichana wapi? Aliwaza, lakini hakuweza kukumbuka. Siku moja baada ya mkutano mkubwa wa uwanja wa Tanganyika Packers, Nadia alimsogelea Daniel akiwa na uoga wa kimaadili. Ndugu Daniel, niliguswa sana na huduma yako. Naomba tu unisaidie katika maombi, na labda mara moja tuwe tukishirikiana kujifunza Biblia. Maneno hayo yalimwingia Daniel kama mafuta ya waridi. Alitabasamu na kusema, karibu dada yangu, tuko kwa ajili ya kusaidiana. Hakujua kwamba alikaribisha roho ya giza iliyojificha ndani ya nuru. Kwa wiki mbili, Nadia alionekana mnyenyekevu. Alikuja kwenye maombi, aliimba kwa upole, na mara nyingine alimletea Daniel zawadi ndogondogo, vitafunwa, maandiko madogo ya Biblia, hadi shati la kifahari. Michael alipoanza kuhisi tofauti kwa Daniel, alimuuliza, rafiki yangu, unaonekana mwepesi siku hizi. Umeanza kuchelewa kwenye maombi. Roho yako inaonekana kama imelegea. Kuna kinachoendelea? Lakini Daniel alicheka tu. Ni uchovu tu wa mikutano. Tuko kwenye ratiba ngumu sana bro. Lakini kilichokuwa kikitokea ni kwamba moyo wa Daniel ulianza kumili kwa Nadia. Alihisi faraja yake, usafi wake wa bandia, na hakuweza kuona kwamba usiku mmoja Nadia alikuwa anasali sala bandia na kutuma ripoti kwa wachawi walio nyuma ya pazia. Amepunguza maombi, amekuwa karibu nami, tuko karibu naye kimwili. Kazi inaendelea, aliandika Nadia kwa lugha ya giza. Siku moja walikutana kusoma Biblia. Nadia alivaa kitenge cha heshima, lakini kilichoonyesha uzuri wa maumbile kwa ustadi wa kishetani. Walikaa karibu, wakasoma kitabu cha Mithali, lakini kila Daniel alipotazama kwenye maandiko, macho yake yalivutwa kwenye midomo ya Nadia au harufu ya mafuta aliyojipaka. Alianza kusoma kwa sauti hafifu, akasita, akakosa mstari, na ghafla Nadia akamshika mkono, akasema, Daniel, hata watumishi wa Mungu ni binadamu. Mungu haangalii mwili kama wanadamu. Mungu ni wa rehema. Maneno hayo yaliingia rohoni mwa Daniel kama chuma chenye moto. Alisikia ndani yake roho ikilia KIMBIA, lakini akili yake ikasema, kaa kidogo tu. Na kwa mara ya pili, Daniel alianza kupoteza udhibiti. Maombi yakapungua, utii ukaanza kuyumba, na giza likaanza kuingia polepole bila kelele. Wakati huo huo, Michael alikuwa kwenye milima ya Pugu akifunga kwa siku 14. Alikuwa na mzigo mkubwa usioeleweka. Alilia usiku mzima akiomba kwa maneno haya, Mungu, usimwachilie Daniel, usimwache aingie kwenye hila za ibilisi. Afunike kwa damu ya mwanakondoo. Vunja kila pingu inayojitokeza kwa njia ya mapenzi ya bandia. Na usiku wa siku ya 8 ya maombi, Michael aliona maono. Daniel akiwa amevaa joho la kikuhani, lakini joho hilo lilikuwa limechafuka na kujaa nyoka wanaoning'inia. Na sauti ya Mungu ikasema, anguko lake ni la taifa, si la mtu mmoja. Inuka, pigana kwa ajili yake. Wakati Michael alikuwa akiendelea na maombi ya kufunga mlimani, hali ya Daniel ilizidi kuwa ya hatari. Alikuwa haoni tena Nadia kama msaidizi wa huduma, bali kama sehemu ya maisha yake. Alianza kushauriana naye zaidi ya Michael, hata mambo ya kiroho. Na siku moja aliporudi kutoka kwenye mkutano mdogo wa uinjilisti,
akamkuta Nadia amemwandalia chakula nyumbani kwake, kitu ambacho hakikuwahi kutokea hapo awali. Meza ilipambwa vizuri, taa zenye mwangaza wa kuvutia zikawashwa, na Nadia alikuwa amevaa mavazi ya heshima lakini yenye kuvuta hisia. Nilitaka tu ukute faraja. Umechoka sana na huduma, Daniel, alisema kwa sauti ya kuvutia, akimpa sahani ya wali na kuku wa kukaanga. Daniel aliketi, moyo wake ukidunda kwa kasi isiyoeleweka. Alihisi furaha na hatari kwa wakati mmoja. Alikula chakula kile, lakini ndani yake hakufurahia kwa amani. Alikula kama mtu anayekaribia kudondoka kwenye shimo refu. Usiku huo, aliota ndoto. Ndoto ilimpeleka jangwani, akiwa peke yake. Alikuwa uchi, akijaribu kujificha, lakini kila mahali alipotazama kulikuwa na kioo na vioo vilimwonyesha akicheka na Nadia, akimkumbatia. Na huku mbinguni, majina ya watu waliokolewa kupitia mikutano yao yakianza kufutwa kidogo kidogo. Alipoamka, aliona maandiko yameanguka sakafuni. Biblia yake ilikuwa wazi katika 1 wa Korintho 10 mstari wa 12, mstari wa Barua Bihaya. Basi mtu akidhani amesimama na angalie asianguke. Lakini hata hivyo, moyo wake ulikuwa tayari umejifunga kwa Nadia. Hakujua kwamba kila usiku Nadia alikuwa anapokea maagizo kutoka kwa jini mkuu aitwaye Zamariel, roho ya uzinzi na mapenzi ya kishetani, aliyekuwa amewahi kuwaangusha watumishi wakuu katika historia ya kiroho ya Afrika. Wakati huo huo, Michael alipomaliza siku ya 14 ya kufunga, Roho wa Mungu alimuongoza kurudi Dar es Salaam haraka. Alijua kwamba hakutakiwa kuchelewa hata kwa siku moja. Alipofika, alienda moja kwa moja nyumbani kwa Daniel. Alipogonga mlango, Nadia ndiye aliyemfungulia. Alimwangalia Michael kwa jicho la tabasamu, lakini kwa ndani, roho ya giza ilimkasirikia. Kwa mara ya kwanza, Michael alihisi baridi kali ndani ya roho yake. Alijua huyu si mtu wa kawaida. Daniel yuko ndani, Nadia alisema kwa sauti ya upole. Michael alipoingia, alimkuta Daniel akiwa ameketi sebuleni, uso wake umejaa mshangao. Alikuwa akionekana mpole, lakini macho yake yalionyesha mtu aliyepoteza mwelekeo wa kiroho. Michael alikaa kimya kwa dakika chache, kisha akasema kwa sauti ya amri, Roho wa Mungu aliye hai, funua kinachoendelea mahali hapa. Ghafla, upepo ulipita chumbani, taa zikadondoka, na Nadia akasimama kwa ghadhabu isiyo ya kawaida. Sauti yake ikabadilika, na kutoka kwa sauti ya mwanamke mpole, ikawa nzito na ya kutetemesha. Huyu si wa kwenu tena, tumeshampata. Alishakubali moyo wake. Umechelewa Michael. Michael akainuka kwa nguvu ya ajabu, akatamka, kwa jina la Yesu Kristo na kuamuru, Zamariel, achilia maisha ya Daniel sasa hivi. Nadia akaanguka chini, akatetemeka, akapiga kelele kali, na kisha akatulia akiwa hana fahamu. Daniel alibaki ameketi, machozi yakimtoka. Alinyanyuka taratibu, akamkumbatia Michael, akasema, nimeanguka bro, niliona uzuri, nikasahau wito, nisaidie, nataka kurudi. Na hapo, safari mpya ya urejesho ikaanza. Michael akasema, tutaanza upya, lakini lazima tujue giza halijalala. Litatuma roho nyingine. Tutaishi kwa maombi sasa, kila saa, kila dakika. Katika ulimwengu wa giza, Zamariel alikuwa amerudi kwa bwana wake Shetani, akiwa ameshindwa kwa mara ya kwanza katika muda mrefu. Na Shetani alitabasamu kwa ujanja, akasema, sawa, tutabadilisha mbinu. Hatutawafuata tena kwa mapenzi pekee. Sasa tutaleta hofu, mateso